Mgeni wetu wa leo katika hadhara yetu atakuwa Bibi Zainab bintu Jahsh, aliyekuwa na mkono mrefu katika wake zake wote wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kikao chetu cha jana kumweleza Husayn ibn Salam ambaye alibadilishwa jina la Bwana Mtume akaitwa Abdullah ibn Salam, na pahala hapa ndipo panapowafanya watu wa Kiislamu wachukue majina mapya au wakiwa na majina ambayo ni ya hovyo wayabadilishe kwa kufuata kitendo hichi alichofanya Bwana Mtume kwa Husayn ibn Salam, akamwita nani? Abdullah ibn Salam. Jiandaeni ndugu zangu Waislamu kumpokea mgeni mpya ambaye si mgeni wa kawaida, ni mama yangu mimi na mama yenu nyinyi na mama wa Waislamu wote, Ummul Mu'minina Sayyida Zainab bintu Jahsh. Mama huyu alikuwa mtukufu, nasaba yake, koo yake, kabila lake, na alikuwa mtu mwingine ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia katika sehemu ya uzuri wa sura katika wanawake, alikuwa mrembo sana. Bibi Zainab bintu Jahsh alizaliwa miaka 33 kabla ya Mtume kupewa utume. Kabla ya ile nubuwa, miaka 33 kabla, Bibi Zainab alikuwa ameshazaliwa. Aliishi katika nyumba tukufu kikabila na kinasaba, kwa sababu anaitwa Zainabu bintu Jahshi al-Asadiyya. Kiuko babu yake na babu wa Mtume ni mmoja. Unaona nasaba yake, kwa sababu mamake Bibi Zainab anaitwa Umayma bintu Abdul Muttalib, na Umayma bintu Abdul Muttalib ni shangazi wa Mtume. Mtume anaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, si ndio? Kwa hiyo babu wa Mtume na babu wa Zainab bintu Jahsh ni huyu mmoja. Kwa hiyo Zainab, Mtume ni mtoto wa mjombake, na Mtume Zainab ni mtoto wa shangazi. Kwa hiyo ni shangazi kwa mjomba hapa. Mmenifahamu vizuri eh? Hii ndo nasaba tukufu aliyokuwa nayo Bibi Zainab bintu Jahsh radhiyallahu ta'ala anha. Mbali na nasaba tukufu hii, qasama laha Allahu min aljamal ma yakfiha. Mwenyezi Mungu amempa kipande cha uzuri bibi huyu. Lakini pia ndugu zake na yeye mwenyewe walipata fadhila kubwa ya kuwa watu wa mwanzo kabisa kumfuata Mtume na kusilimu. Abdullah ibn Jahsh, Abu Ahmad ibn Jahsh, Himna bintu Jahsh, Zainab bintu Jahsh, hawa ni katika koo ambayo walisilimu wakamfuata Mtume SAW katika siku za mwanzo kabisa baada ya Mtume kuanza da'wa na kuwapelekea Waislamu risala. Kwa hiyo Abdallah aliyekuwa kaka yake na Abu Ahmad vile vile ambaye alikuwa mshairi mzuri sana, na Himna ambaye mke wa Mus'ab, na Abu Ahmad mshairi, Abdallah shairi, na Zainab bintu Jahsh walipata tabu kama walioipata Waislamu wa mwanzo walioingia katika Uislamu, shida kutoka kwa Makuraishi kwa kuwazuia kutokamana na kufanya ibada zao vizuri na kuwatesa, na mateso pia yalipatikana katika nyumba hii, mpaka pale Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa idhni ya Waislamu wahame kutoka Maka kwenda Madina. Kwa Bibi Zainab ni mtu wa Maka, na wakati anapokuwa ni Muislamu alikuwa sana akipenda kufanya ibada. Wanamsifu wanahistoria, wanasema kanat qawamatan bil-layli sawamatan bin-nahar, alikuwa mfungaji mzuri wakati wa mchana, alikuwa msimamaji mzuri wakati wa usiku. Wa kanat zahidatan, alikuwa mcha Mungu. Ni wanawake wachache walikuwa na sifa kama hizi za kufanya ibada mchana na usiku na kuipa mgongo dunia. Ni wanawake wachache ambao Allah anawakusanyia sharafu ya dini, sharafu ya nasab, sharafu ya uzuri. Ni wachache.
Unapopata mwanamke aina hii, ndio ile hasanatun fi dunya qabla al-akhirah. Wakati wanataka kuhama, wakahama familia nzima hii, Abdallah ibn Jahsh, Himna bintu Jahsh, Abu Ahmad ibn Jahsh na Zainabu bintu Jahsh, wakaondoka kwenda zao Madina. Kwa hiyo wakapata ile sharaf na cheo cha kuwa muhajirin, wakaenda zao Madina. Kufika Madina, Bibi Zainabu bintu Jahshi, ibada ilizidi kwake, na kana kwamba Mwenyezi Mungu anamuandaa, kwa sababu baada ya muda huu atakuja kuwa mama wa nani? Mama wa Waislamu. Lakini kabla ya hapo kulipata kutokea mengi katika historia ya Bibi Zainab, ambayo ni juu ya Waislamu wajifunze kutokana na mafunzo yaliyotokea katika hadithi tutakayoizungumza mchana wa leo. Watukufu, Bibi Zainab baada ya kuwa ameshatulia Madina na ameshatulia katika dini na ameshakuwa mtu mwenye nafasi yake katika dini, lilitokea tukio kubwa sana, tukio la kuolewa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tukio hili ilikuwa ni masomo maalum. Kama mnavyojua ndugu zangu, kwamba Mtume alioa wake zaidi ya 4, lakini ulama sira wanasema aliyemuoa kama mke ni mmoja tu, Bibi Khadija bintu Khuwailid, lakini wengine aliwaoa kwa sababu ya amri ya Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya hekima mbalimbali, kuanzia Aisha, Hafsa, mpaka Juwairia, mpaka Maimuna, mpaka Zainabu bintu Khuzaima, mpaka Zainabu bintu Jahsh. Hawa wote waliolewa na Bwana Mtume kupitia amri za Allah, kwa kuja kuangalia kunataka nini lisomeshwe na kuna jambo gani nataka kukatazwa. Bibi Zainab kabla ya kuolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliolewa na bwana mmoja akiitwa Zaid ibn Haritha. Zaid bin Haritha naye ana historia kubwa ukitaka kumjua vizuri. Mamake Zaid anaitwa Sauda, babake anaitwa Haritha bintu Sharahil. Wakati Zaidi ni mtoto mdogo kama hawa hapa, miaka 10-12, kiambo chao kilivamiwa na maadui na maharamia, wakaiba mali, wakaiba mifugo, wakaiba mpaka watu. Miongoni mwa walioibwa alikuwa Zaid ibn Haritha. Maharamia wakaja wakawapiga bei wote waliowaiba na kuwadhulumu na kuwapora katika soko linaitwa Suku Ukaz huko Makka. Miongoni mwa watu waliopigwa bei na kuuzwa alikuwa Zaid ibn Haritha radhiyallahu ta'ala. Akamnunua bwana mmoja anaitwa Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam ni mmoja katika watu wa karibu sana na Bibi Khadija radhiyallahu ta'ala anha, aliyekuwa mke wa kwanza wa bwana Mtume Ummul Mu'minin. Hakim ibn Hizam akanunua baadhi ya vijana zaidi ya 3-4, akiwemo Zaidu ibn Haritha. Mnajua kwamba zamani watumwa wanauzwa wakinunuliwa sokoni. Hakimu akaja nyumbani na watumwa wake, akamwita Bibi Khadija akamwambia, laqad ishtaraitu ghilmanan fi suq, nimenunua baadhi ya vijana huko sokoni markiti, kwa hiyo nataka uje uchague unayemtaka katika hawa awe kama mfanyakazi wako, mtumwa wako nyumbani. Bibi Khadija akaja akazitizama nyuso za vijana, akamchagua Zaidu ibn Haritha.
akasema huyu utanipa mimi, akampa. Bibi Khadija akaondoka na Zaid ibn Haritha. Bibi Khadija hajaolewa na mtume hapo. Watamurru al-ayyam watatazawwaju bi sayyidina rasulillah, masiku yakapita, Bibi Khadija akaolewa na mtume, lakini pia bado mtume hajapata nini? Utume bado. Mtume kaoa na miaka 25, Bibi Khadija na miaka 40, akaishi naye. Zawadi kubwa Bi Khadija aliyompa bwana mtume ni kumpa Zaid ibn Haritha, kwamba huyu nimekupa wewe ya Rasulullah akutumikie. Unaona namna ya Zaid anapotoka kutoka katika sehemu mpaka sehemu nyingine. Alafu kabla hatujafika mbali, hivi ndivyo maisha yanavyokwenda. Mara nyingine Allah anakukadiria mambo yanachukiza, ukiyatizama hayapendezi hata kidogo, lakini kumbe anakupeleka pahala ambapo ungeambiwa uchague, ungechagua pale, lakini kwa sababu huoni hivi unavyopelekwa, hupendi upelekwe namna hiyo wala katika njia hiyo. Ni nani anakubali kuporwa katika nchi yake? Ni nani anakubali kuwa mtumwa kwenda kuuzwa marikiti? Ni nani anakubali kufanywa kama bidhaa inauzwa ikinunuliwa? Hakuna mtu anakubali. Angeulizwa Zaid asingekubali. Lakini anampeleka wapi? Qadari inampeleka wapi Zaid? Inampeleka katika riaya na kafala ya mtu ambaye la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Inampeleka pahala ambapo ataishi katika nyumba ya utume. Inampeleka pahala ambapo ataishi chini ya mtu aliyetumwa na Mwenyezi Mungu kuja kuwatoa watu kutoka katika kiza kuwapeleka katika nuru. Nani hataki kuishi pahala hapo? Lakini Allahu Ta'ala akhfa safhata al-maqadira litantadhima masalikul haya. Ukurasa huu wa kujua kesho kuna nini, Allah kauziba ili maisha yapate kuwa na nidhamu. Ndugu zangu, ingelikuwa tunajua kesho kuna nini, mambo mengi yangeharibika, lakini hatujui. Maskini tunasema tu kesho inshallah, kesho itakuwa, tunapanga tu, lakini taati riyahu bima la tashtahi sufun. Mara nyingine upepo unavuma, jahazi linataka kwenda huku, upepo unalivumisha unakwenda huku. Ala kulli hal, wanasema salim lahu al-amr. Mwenyezi Mungu akikukadiria mambo, sarenda wewe, kubali anakokupeleka Allah. Na huku ndiko unakunichagulia ya Rabb, nitakwenda huko. Zaid ibn Haritha akawa sasa kijana chini ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akapewa utume. Mtu wa mwanzo katika watu kumwamini mtume wanawake alikuwa Bi Khadija. Katika wanaume watu wazima alikuwa Abu Bakar. Katika vijana alikuwa Ali ibn Abi Talib, na katika watumwa alikuwa Zaid ibn Haritha. Aliipata sharafu hii ya kuwa katika watu wa mwanzo kuamini. Kwa hiyo tunaweza tukasema mtu wa mwanzo kuamini katika wanaume alikuwa Zaid ibn Haritha, kwa sababu ulama wamekhtalifiana, wanasema kati ya Ali ibn Abi Talib, kati ya Zaid ibn Haritha, kati ya Abu Bakr as-Siddiq, ni nani hasa aliyeamini mwanzo? Kwa sababu Abu Bakr ni rafiki yake mtume, kila pahala alikuwa naye, lakini Zaid alikuwa ni kama mtoto wa mtume, lakini Ali naye vile vile alikuwa kama mtoto wa mtume. Sasa wakashindwa, ndo wakasema katika watu wazima Abu Bakr, katika watoto Ali, katika watumwa Zaid ibn Haritha, katika wanawake Khadija bintu Khuwailid. Mtume SAW alipopewa utume, Zaidu akawa wa mwanzo katika waliomwamini mtume. Kule nyumbani wazazi wake wanamtafuta na wanalia, hawalali kwa kumfikiria mwana wao yuko wapi. Mpaka mama alitunga mashairi yamesajiliwa katika sira, nasema bakaitu ala Zaidin falam adri ma faal ahayun fayurtaja am ata alayhi alajal. Ubeti ni mingi, lakini wa kwanza unasema hivyo: nimelia sana mimi kumlilia Zaidu mwanangu, falam adri, sasa hivi sijui, ma faal, kilichotokea.
kumetokea nini kwa mwanangu? Ahayun fayurtaja, je, mwanangu yuko hai, tutaraji kwamba siku moja tutamuona? Am ata alayhi dunahu al-ajal, am ata dunahu al-ajal, au kisha kufa, sina habari. Kanat la tarqa laha dam, ikawa machozi hayakatiki, kila kukicha analia mpaka yameacha alama katika macho yake, mtoto kumkosa mamake na mama kumkosa mwanawe. Siku moja wakapata habari njema. Akaja bwana mmoja akamwambia baba yake Zaidi kwamba laqad raaitu ibnakuma fi Makkah, zile siku za musim zile, nimemwona mtoto wenu yuko Makkah, tena yuko katika nyumba ya bwana mmoja anaitwa Muhammad ibn Abdullah, tena katika familia ya watu wacha Mungu waliokuwa na heshima kubwa na hii nyumba ya Al-Kaaba. Innahu bijiwari llah, nendeni kamchukueni mtoto wenu, na hakika hawa watu waliomhodhi mtoto hatoweza kukutakatazeni kumchukua mtoto wenu. Wakaondoka wakaja mpaka Maka, lakini walijifunga vizuri, walijua mtoto wao ashauzwa na mtu yoyote aliyemnunua hatotaka kumwachia tu bila ya kurudisha kile alichotoa. Kwa hiyo wakachukua hela nyingi sana ambazo in case zikitakiwa kumkomboa watarudisha hela zao. Akatoka Zaid ibn Haritha bintu Sharahil na ndugu yake Kaab, wakaja mpaka Maka, wakawa wanatafuta nyumba ya Muhammad. Wakafika wakamwambia Muhammad, tumekuja kumchukua mtoto wetu, tumesikia kwamba mwana wetu uko naye wewe, wa bijiwarikum bibaiti llahi alharam, na kwa sababu nyinyi ni majirani wa nyumba hii tukufu ya Makka, tumejua kwamba ombi letu litakadiriwa na hamtotunyima tunachokihitaji. Faqad jama'na ma yakfikum min almal, na tumekuja na kitita cha hela mtakazozitaka kwa ajili ya kumgomboa mtoto wetu. Tunajua kwamba mlitoa hela nyinyi mpaka kufika mtoto wetu huyu kwenu. Bwana Mtume akawauliza, man ibnukuma hadha alladhi ta'niyan, mtoto gani huyo mnayemzungumza, anaitwa nani? Wakasema Zaid ibn Haritha, mtoto wetu anaitwa Zaid. Mtume akawauliza, hal adullukuma ala ma huwa khairun min dhalik, mnataka kunipa hela niwaambie kitu kizuri kuliko hicho? Wakasema naam, tuambie. Saaduhu amamakuma, nitamuita mtoto wenu mbele yenu. Thumma ukhayiruhu baini wa bainakuma, kisha nitamwambia mtoto wenu achague kati yangu na kati yenu. Fa in ikhtarakuma, akikuchagueni nyinyi, akhadhtumahu biduni mali, mchukueni mtoto wenu bila shilingi, msinipe. Akiamua kwenda na nyinyi mchukueni free of charge, si ni mwanenu. Wa in ikhtarani ala siwakuma, na akichagua kukaa na mimi, fama ana biman yarghabu anhu, siwezi nikamwacha. Sasa hilo mnalionaje? Si ni bora kuliko hela? Wakasema naam, laqad ansafta ya Muhammad, hakika umesema neno la uadilifu ewe Muhammad. Wakijua wazazi kwamba mtoto wao hawezi kuchagua asiyekuwa nani? Mzazi wake. Akaitwa Zaid. Mtume akamuuliza Zaid, atadri man huma, hawa unawajua hawa? Akasema naam. Mtoto akiwa ka umri kama huu anawajua wazazi. Sa hadha abi wa hadha ammi, huyu babangu na huyu ammi yangu. Nasema basi wako hapa, unajua kwa nini? Sema la, wamekuja kukuchukua na mimi nakutaka uchague. Ukiondoka na wazee wako, ondoka salama. Ukitaka kubakia na mimi, bakia na mimi. Unachagua lipi zaidi? Zaidi akasema wallahi, niliyoyaona kwa huyu, bado si mtume hapo, bado hajapewa utume Rasulullah, niliyoyaona kwa bwana huyu
ma ana bimufariqihi abadan, siwezi kabisa kuchagua kuondoka katika jumba yake. Mimi nitaishi hapa ndo nimefika, siwezi kuondoka. Baba akashangaa, ya bunai atakhtaru al-ubudiyata ala abawaik, unachagua kuwa mtumwa chini ya mti, chini ya mtu, unachagua kuwa mtumwa chini ya mtu, unatuacha wazazi wako? Akasema niliyoyaona hapa sitoweza, siwezi, sijawahi kuyaona pahala popote, hata kwa wazazi wangu. Ihtiram na heshima na adab na khuluq, hapa siondoki mimi, msalimieni mama. Wakaondoka, wakarudi nyumbani. Zaidi akabakia na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa sababu Mtume alikuwa mtu mkarimu, hawezi kukopeshwa akaacha hivi hivi, atakulipa tu ukarimu wako. Na hii ni desturi ya watu wakarimu, in anta akramta alkarima malaktahu, ukimkirimu mtu mkarimu huwa unammiliki, anatafuta njia ya kukulipa ukarimu wako wa in anta akramta al-laima tamarrada, lakini ukimkirimu limbukeni atasema wajinga ndo wale wao. Zaid ibn Haritha alimuonyesha Mtume kwamba anampenda sana. Sasa Mtume anayesikiliza alichoamua, fa akhadha biyadi, akamkamata mkono baada ya wazazi wake kuondoka, akaranda naye kwa Makuraishi, watu wa Makka. Akamwambia, ya ahla Makka, ya mashara Quraish, watu wa Makka, yenye Makuraishi, ishhadu, shuhudieni, anna hadha ibni, kwamba huyu ni mwanangu mimi, yarithuni wa arithu, yeye atanirithi na mimi namrithi. Kutoka leo huyu si Zaid ibn Haritha, huyu ni Zaid ibn Muhammad, amemfanya mwanawe sasa. Na hili jambo lilikuwepo kabla ya Uislamu. Unaweza ukamchukua mtoto from nowhere ukasema huyu kuanzia leo ni nani? Mwanangu. Ni inaitwa adoption au bunuwa walidia. Ilikuwa jaiz katika maisha yao wakati huo watu wa Makka. Kwa hiyo likawa jina la Zaid ibn Haritha limebadilika, imekuwa Zaid ibn Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaishi vizuri sana na kijana huyu mpaka Uislamu ulipokuja, ndo akawa Muislamu wa kwanza, akaishi naye vyema, akahajiri pamoja naye. Sasa tunakwenda sasa kuunganisha kisa cha Zaidu na bibi Zainabu bintu Jahsh, kwa sababu Mtume ameshatangaza kwamba Zaidu ni mwanawe na Zainabu ni mtoto wa amati yake, shangazi yake. Mwanawe alipofika wakati anataka kuoa, Mtume alitaka kumtafutia mke bora katika familia yake. Hapa ndipo panapoanza mwanzo. Mtume akaenda nyumbani kwa amati yake, mwanangu ameshafika umri wa kuoa, na baba hutaka kuiona harusi ya mwanawe na kuona na yeye anapata wajukuu. Sasa akasimama mwenyewe. Ndio maana kuna baba wengine hawakubali eti mtoto wake tu aende alete mwanamke aseme huyu ndo mke wangu, mtake msitaki. Na basi kama huyo ndo mke wako, utabidi sisi utupe talaka, wazee wako, mpaka tukuchagulie sisi mke tunayemtaka, kwa sababu wewe wanakujua hazimo vizuri. Utachukua yoyote tu huko disco uje naye, wao wanajua wakikutafutia mke itakuwa mke. Ndio si mnaona ndugu zangu, siku nyingine mnaona wazee hawataki watoto wao waolewe na huyu au waowe huyu. Sababu mara nyingine zinawezekana zikawa ni za msingi, mara nyingine zinawezekana zikawa si sababu za msingi, ni ukorofi tu, lakini yote ni kuonyesha wazazi wanachotaka khairi kwa mtoto wao. Naam. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka, akaenda akamposa bibi Zainab kwa ndugu yake Abdallah ibn Jahsh ili apate kuolewa na Zaid ibn Haritha. Nimekuja ujaji wako, nimekuja kumposa Zainab. Unamposea nani ya Rasulullah?
namposea Zaid ibn Haritha mwanangu. Mpaka hapo Zaid anajulikana kama Zaid ibn Muhammad, sawa. Abdallah ibn Jahsh akasema Zaid ibn Haritha, yule mtumwa. Suala hili lilikuwa zito sana kukubaliwa katika nyumba iliyokusanyiwa utukufu wa kabila, ubora wa mlango na uzuri wa sura. Angalia hizi tabaka ambazo zilikuwepo katika Uislamu, na lengo la ndoa hii ni kuja kuwaweka watu sawasiyatan fil islami ka asnani almusht, ni kuwafanya watu wote wako sawa kama vile meno ya kitana au shanuo. Tabaka zilikuwepo wakati huo. Uislamu hapa chunga yote hii, Zaidi kutolewa huko, kuja kuuzwa huku, kuja kuchukuliwa kule, kuishi katika nyumba hii. Allah kuna mambo anataka kuja kuwafundisha Waislamu ndani ya dini yao kupitia mtu huyu Zaid ibn Haritha, mtumwa. Lakini mtumwa akitaharrar anaitwa maula, yani abdun idha taharrara, mtumwa anapokuwa huru akiitwa maula. Kwa hiyo Zaid ibn Haritha maula Rasulillah, aliyekuwa mtumwa ambaye amepata uhuru kutoka kwa Mtume, kwa sababu Mtume SAW alipokuwa Zaid ameshaslimu, hararahu, alimwambia kutoka leo wewe uko huru, si mtumwa tena. Ile utumwa hautakiwi katika Uislamu. Ndio maana kila wakati unaambiwa fatahriru raqaba, mwache mtumwa huru. Mata istabadtum an-nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Sayyidina Umar sema, kutoka lini mmewafanya watu watumwa wakati mama zao wamewazaa wakiwa huru? Hakuna mtu aliyezaliwa na utumwa, wote wako huru. Mtume akamwacha huru Zainab. Zainab anaitwa na Abdallah kaka yake. Naam, umekuja kuposwa na nani? Na Zainab na Zaidu bintu Jahsh. Majina yao yanafanana, Zaidu na Zainab, na nadhani pia herufi zao zote ni sawa, za ya dal, za ya nun ba, Zainabu na Zaidu. Kamwambia Zaid ibn Haritha ambaye sasa anaitwa Zaid ibn Muhammad, yuridu zawaja biki, ndio alikuja kukuposa. Lakini mposaji unamjua nani? Ni mwana wa mjomba Muhammad. Hapa ilikuwa ni ngumu sana kukubali, kutokamana na mazingira na level yake Bibi Zainab na hasab na nasab na kila kitu. Zaidi alikuwa anaonekana kama ni mtu wa tabaka lengine sana, lakini hapo hapo Uislamu una squeeze mambo yake kutaka kupanga mikakati kwamba Uislamu ni huu. Yule mtumwa anioe mimi Sharifa Nasiba Arabia Al-Qurashia, lakini Zaid ni mtu ambaye hana kabila, hana rangi, hana hasab, hana nasab. Vipi mimi nitaolewa na mtu ambaye tofauti yake na yangu ni kubwa sana katika jamii? Watu watasemaje mimi siku nitakapoolewa na mtu alikuwa mtumwa akauzwa akapigwa bei marikiti? Wataniambia nini mimi watu wakubwa katika kabila letu, waheshimiwa fulani fulani, wakiniona niko na mume wangu na mimi tunaonekana ni watu wawili tofauti, rangi zetu tofauti, level yetu ni tofauti, kabila zetu ni tofauti, kila kitu chetu kile tofauti. Hizi fikra hazikuwepo wakati huo tu, mpaka leo zinaendelea. Zitupe katika miji yetu, utazipata zina nafasi kubwa sana. Kwa bahati mbaya sana,
Zainab bintu Jahsh akaonyesha kutoridhika kwake na kuolewa na bwana huyu Zaid ibn Muhammad au Zaid ibn Haritha kabla ya kubatilisha tabani. Amekataa. Sasa hii si amri ya mtume tu. Mtume anataka Zainabu aolewe na Zaid, lakini kama mtume anataka, maana yake Allah ndiye anayetaka. Maana yote haya yanakwenda kwa amri ya nani? Ya Allah. Abdallah ibn Jahsh aliona ni masala simple, na Zaid ibn Haritha kuja kumuoa Zainab kulipita habari nzito. Aliingia mwenyewe subhanahu wa ta'ala, aliyewaumba hawa wanadamu ambao baadaye wakajipachika tabaka, aliyewaumba hawa wanadamu weupe na weusi, aliyewaumba hawa wanadamu wengine wakawa watumwa, wengine wakawa mabwana, aliyewaumba hawa wanadamu akawapa kila aina ya sifa mbalimbali. Yeye ndo aloingilia katika suratul Ahzab, akaambia waambie hao Zaid na Zainab na Abdallah ibn Jahsh, ili suala litakuwa kubwa sana katika historia ya Waislamu. Sasa watu wawili waliokataa, Zainabu na Abdallah, waambie. Aya zinashuka sasa, na ulama tafsiri wanazungumzia kwamba aya hizi zimeshuka kwa sababu ya Zainabu kukataa kuolewa na Zaid. Anasema wama kana limu'minin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sikiliza haya maneno, wama kana limu'minin wala mu'mina, haiwi kabisa kwa mu'min wa kiume wala mu'mina wa kike. Mu'min wa kiume Abdallah bin Jahsh, mu'min wa kike Zainabu bintu Jahsh. Wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allah, atakapoamrisha Mwenyezi Mungu na kupitisha, atakapoamuru, qada amara wa hakama. Haiwezekani kwa waumini wa kike wala wa kiume, idha qada Allahu wa rasuluhu amra, pale Mwenyezi Mungu na mtume wake watakapoamrisha na kuhukumu na kupanga jambo, an yakuna lahumul khiyara, waumini hao eti waseme kwamba tuna hiari yetu. Atakuwa si muumini huyo wala si nani? Muumina. Mu'min wa kweli na mu'mina wa kweli ni yule ambaye ikija amri ya Mungu na mtume anasemaje? Sam'an wa ta'a, hata katika jambo ambalo unahisi kwamba halikuendani nawe, lakini maadamu ni amri ya nani? Ya Allah na mtume, ingia tu. Tunafahamiana? Idha qada Allahu wa rasuluhu amran, akiamuru Mwenyezi Mungu na kupitisha amri yake kwa waumini wa kike na wa kiume, haiwezekani an yakuna lahumul khiyara, kwamba wao watakuwa na khiyari min amrihim, katika mambo yao. Wajue waman ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, atakayemuasi Mungu na mtume wake ajue kwamba amepotea upotevu wa wazi. Ziliposhuka hizi zikasomwa aya katika nyumba ya kina Jahsh, ziliposomwa Abdallah akasema, ya Rasulullah murni bima tasha, nimekuja, unasemaje? Niamrishe unachotaka ya Rasulullah. Murni bima shit, unachotaka ya Rasulullah, niambie. Aya hizi zimeshuka kwetu, niambie unachotaka. Sema amuruka an tuzawwija Zainab bi Zaid, nataka umuozeshe Zainab Zaid. Mbingu imeingilia kati hapo, tadakhalat as-sama, tadakhala al-wahy, tadakhala Rabbul Izza. Mwenyewe Mwenyezi Mungu ameingia kati. Mnaiona hiyo ni ishu ndogo? Ni kubwa sana. Nataka haraka aozeshwe Zainab, kuozeshwa Zaid.
Zainab akafuata, akasomewa aya, akasema ya Rasulullah, nimekubali kwa nafsi yangu kuolewa na Zainab, kuolewa na Zainab, nimekubali. Amekubali sasa kuolewa bibi Zainabu bintu Jahsh. Ndoa ikafungwa. Zaid akapeleka mahari, miongoni mwa mahari dinar kadhaa, akapeleka na mitandio, akapeleka na mifugo fulani fulani, baadhi ya vitu akapeleka, ikawa kama mahari yake. Akamuoa Zainabu bintu Jahshi, mwanamke mzuri, Hashimia, Qurashia, al-Arabia, al-Hasiba, an-Nasiba. Wakaishi mwaka mmoja, maisha yalikuwa mazuri. Baadaye kukaanza migogoro, na hii migogoro ndugu zangu inakuja, Allah anatengeza mambo. Kuna mambo mengine hapo yatakutengezwa, sasa hayawezi kuwa, lazima kuwe na migogoro. Kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inataka kupita. Hussein ibn Ali alipotaka kutoka kwenda zake Karbala, aliwashauri kila anayemshauri, mimi nakwenda Iraq, wananiita kule vijana, wanasema mimi ndo nastahili kuwa kiongozi, watanibai. Anayemshauri anamwambia usitoke, usiende, watu wa Iraq tunawajua. Hussein anakataa, anasema nitakwenda. Mpaka Abdullah ibn Abbas anamwambia sikiliza, mimi nakuhusia usiondoke hapa, kaa hapa hapa, kama wanakutaka nini watakuja kukubai hapa. Nasema hapana, mimi nitakwenda. Usiende, nitakwenda. Mwisho akamwambia sasa, kama utaenda nenda peke yako, usimchukue mwanao wala mkeo yoyote. Nasema nitaenda nao wote, wake zangu na watoto wangu. Kila anayemwambia usiondoke alimkatalia. Mimi sio muoga, dini ya babu yangu inachezewa, wanaingia watu wasiostahili, wanakuwa viongozi, nitakwenda. Kila anayemwambia usiende akakubali, akaondoka. Njiani akampata mshairi mmoja anaitwa Farazdaq, akamwambia kaifa haluhum, hebu nipe habari watu wa Iraq wakoje. Njiani hajafika, akamwambia suyufuhum, anasema qulubuhum ma'ak wa suyufuhum alaik. Mmewakuta watu wa Iraq, nyoyo zao wako pamoja nawe, lakini panga zao ziko juu ya shingo yako. Ni watu wanakutaka, lakini kuna mchezo huko umechezwa, watanunuliwa wote kwa hela na utakwenda kuuawa. Farazda pia hakumsikiliza Hussein ibn Ali. Mpanga ziko juu ya shingo yako, japokuwa nyoyo zao zinakupenda, hakumsikiliza. Nini? Ile qadar inamuita, ile qadar iliyopangwa akafi Karbala itatekelezeka tu, ndo kutapita mambo. Lakini baada mtasema tulimwambia sisi, hakutusikiliza. Sio hakusikiliza, ilikuwa ni lazima ifanyike, kwa sababu maandiko yapate nini? Kupita. Zainabu bintu Jahsh akaingia katika mgogoro na Zaid ibn Haritha. Zaid akaja kwa Mtume akamwambia, Rasulullah, siwezi kukaa tena na mke wangu, nimevumilia hii, unaniona nimekuja, yameshapita mengi, hatuwezani tena. Wakati Mtume anapewa hizi habari, tayari bwana Mtume alikuwa ashapewa habari nyingine kumuhusu Zaid na Zainab. Habari gani? Ilikuwa tayari Allah, kwa mujibu wa mazungumzo ya ukoo wa Mtume, wanasema alikuja Jibril akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Zaidan sayutalliqu Zainaba, Zaid karibuni atampa talaka Zainab, kisha wewe Mtume unatakiwa ukamuoe Zainab, kwa sababu Zaidu anaitwa Zaid ibn Muhammad.
Na hili jambo linataka kuondoshwa katika Uislamu, isiwe watu wanawaita baba ambao sio wao baba zao waliowazaa, kwa sababu jambo la bunuwa litakuja kuhalalisha haramu na kuharamisha halali. Mtu atakaa nyumbani anamuita baba asiyekuwa wake baba, na wale watoto wa kike wa yule baba atawaita dada. Kiilivyo itaonekana kama ni mtu na dada zake, lakini kiukweli sio mtu na dada zake. Atakaa na mke wako atakuwa anakaa kama na mwanawe, nywele zake ameachia, amevaa tu kawaida nyumbani. Akiulizwa huyu mwanamume hapa, huyu ni mwanangu, lakini kwa hakika siye nani? Siye mwanawe. Kwa hiyo sataratabu alaiha, kutakuja mambo tahlilul haram wa tahrimul halal. Haya mambo ya mtoto wa kuadapt yatakuja kuhalalisha haramu na kuharamisha nini? Halal. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ashaijua habari ya Zainabu na Zaid kwamba ndoa itafanyaje? Itavunjika muda si mrefu, lakini atataka yeye ndo akamuoe Zainab. Sasa hapa ndipo palipokuwa pazito. Mimi nilishatangaza kwamba Zaid ni mwanangu, iweje baadaye mtoto wangu amwache mkewe nikamuoe mimi? Mmepaona hapo? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipomwona Zaidi anakuja, anamwambia nataka nimwache mke wangu, maana wewe ndio ulikwenda kuniposea na mimi ndo mwanao, na siwezi kufanya jambo bila ya kumshauri babangu, lazima nikujulishe. Kwa hiyo mimi nataka kumwacha mke wangu. Mtume alimwambiaje? Amsika alaika zawjaka wattaqillah, mzuie mke wako na muogope Mwenyezi Mungu. Kana kwamba anamwambia usimwache mkeo, usimwache mkeo. Subhanallah, na muogope Mwenyezi Mungu. Hakumwambia mimi Mungu kishaniambia kwamba wewe utamwacha huyo, na nishaambiwa ukishamwacha mimi nikaoe mimi. Umeona akhlaq za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili jambo nyinyi mnaliona jepesi sana, lakini tupige mfano. Kama we mwanafunzi wangu, mimi nimeenda kukuposea pahala, alafu we umemuoa mke uliokuwa unampenda, na mimi namna na wewe tulivyo ni mtu na wana shekhe wake, ndio, na siku nyingine wewe unaniita nyumbani kwako, shekhe bwana, kutokea nioe hujaja kula, njoo ule kwangu, nakula. Kwa mke wako namjua kwa sababu nimekuposea mimi. Alafu sasa mkorogani na mke wako uniletee mimi mashtaka, mimi nikwambia bwana kaa vizuri na mke wako, kisha itokee sasa uje umuache mke wako, alafu unione mimi shekhe wako nimeenda kumposa au kumuoa aliyekuwa mke wako. Hebu niambie itakuwaje? Si niliwaambia nyinyi si shekhe yule? Shekhe wako utalikana. Lakini hapa kuna mafunzo makubwa tunafundishwa. Hapa kuna elimu kubwa tunafundishwa kati ya Zaidu na Zainab na Zaid na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana tukasema sira sio burudani. Sira ni mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana mtu akaambiwa hawezi kufanya da'wa kama hajaijua sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kilikuwa kinamzuia kumwambia Zaid habari yote kwamba mimi ninayo, wewe utamwacha tu huyo. Ile haya inamzuia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka mara ya mwisho Zaid akaja akamwambia basi ya Rasulullah, tayari laqad talaqtuha, nimemwacha. Akamwacha. Allah akateremsha aya akamwambia, wewe sasa nataka ukamuoe Zainab baada ya kuachwa na Zaid na kumalizika eda.
Mtume akamtafuta Zaid. Ni Zaid, wewe unajua hakuna mtu ninayempenda kama wewe. Mnajua Zaid alikuwa akiitwa nani katika sira ya Mtume? Hibbu Rasulillah, kipenzi cha Mtume, ndio jina lake. Na mwanawe Usama akaitwa Ibnu Hibbi Rasulillah, mtoto wa kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wewe ukitaka kwenda kumwoa mtu utamtuma nani akakuposea? Rafiki yako, kipenzi chako. Wewe Mtume akamwambia Zaid, mimi nataka ukaniposee Zainab. Zaid akasemaje? Sam'an wa ta'an ya Rasulullah, nimekubali. Mke wangu, hapana, nimekubali ya Rasulullah. Ndio maana unaambiwa subra katika nini? Taa ya Mwenyezi Mungu ni nzito. Tumesoma hapa mchana, subra ala taati llahi wa rasulih. Lakini Zaidi aliweza. Usidhani Zaidi alikuwa kipenzi cha Mtume hivi hivi tu. Yale malezi aliyoyapata katika nyumba ya Mtume hayakuanguka. Sasa mimi nimemtaja Zainab, nataka nimuoe Zainab. Zaidi akaenda akagonga. Nani? Zaid. Zainab anauliza nani Zaid? Akaisikia sauti ya aliyekuwa mumewe. Umefuata nini? Unasemaje? Mimi na wewe tumemalizana, yamekwisha. Mbona umekuja? Akamwambia, na salamu zako kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si mimi tena, mambo ya mimi na wewe yameshakwisha. Rasulullah yadhkuruki, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyekutaja, anakuposa, anakuhitaji, anataka kukuoa. Anasema alipofungua mlango Zaid anasema sikuweza confess, akageuka akampa mgongo. Maana unapomwona aliyekuwa mkeo zamani ukakumbuka yaliyopita na labda bado unampenda. Kuna watu wengine wake zao wanawaacha alafu bado wanawapenda, lakini hawawezi tena kwenda kuwaoa, yamekwisha. Bila shaka Zainab alikuwa akipendwa sana na Zaid, bila shaka, kwa sababu mwanamke bora kabisa. Lakini kwa sababu kuna mambo yanatokea, inabidi mtu aamue moja. Basi inakukumbusha enzi zile mlizokuwa pamoja. Basi Zaid akageuka akampa mgongo, akasema naye huku ametizama upande wa pili. Zainab akamwambia, la hata astashiru rabbi, sikubali kuolewa mimi na Muhammad mpaka nimuombe Mungu ushauri. Ina maana alikuwa ni mtu alimatun billah, anamjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa, kama tulivyozungumza mwanzo, az-zahida al-alimatu billah. Ikaenea katika miji, Muhammad jamaa anataka kumwoa mtalaka wa mwanawe. Muhammad sasa hivi anataka kumwoa mkwewe, na yeye ndo alotangaza hivi. Zikashuka sasa, isomeni vizuri suratul Ahzab, zikashuka zile aya, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Muhammad si baba wa yeyote katika vijana wenu, wanaume wenu, yeye ni mtume wa Allah na ni mwisho wa mitume. Sasa tuwaiteje hawa watoto ambao tunawachukua alafu tunawapa majina ubini wetu sisi? Tuwaiteje? Qur'ani kaleta solution, ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu inda Allah, waiteni kwa majina ya baba zao, huo ndo uadilifu kwa Allah. Fa in lam ta'lamu abaahum, kama hamuwajui baba zao, fa ikhwanukum fi din, basi ni ndugu zenu, lakini si watoto wenu. Lakini bado Qur'ani haijakataza mtu kumchukua mtoto ukamlea, lakini usimnasibishe tu ukaja na mtoto ukamwita fulani ibni fulani kwa jina lako akaandikwa hivyo. Uislamu nakataa.
na si kwa ubaya, wala si kwamba ina roho mbaya dini. Hapana, mlee, mfanye kama mwanao, mpe haki zote ambazo unataka kumpa, lakini usiwe ni mwenye kumuingiza katika unasaba na ubini wako. Tumefahamiana eh? Zainab wakati ana negotiate huku aya zinashuka, ma kana Muhammad, nasemaje? Wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Atakaye muasi Mungu na mtume wake amepotea sana, lakini je, atakaye mtii Mungu na mtume? Katika aya nyingine, wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. Anaambiwa mtume, kumbuka ewe Muhammad ulipokuwa unamwambia yule aliyeneemeshwa na Mwenyezi Mungu kwa kupewa Uislamu na yule aliyeneemeshwa na mtume kwa kupewa uhuru kutoka katika utumwa. Ndio aya zinasema, wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi, ulikuwa unamwambia yule aliyoneemeshwa na Allah, wa an'amta alayhi, na uliyemfanyia wewe favor ya kumtoa katika utumwa. Ukimwambiaje? amsik alaika zawjaka wattaqillah, ulikuwa unamwambia maneno haya. Haya maneno yamesajiliwa katika suratul Ahzab, amsik alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi. Na wewe Muhammad ulikuwa unaficha katika roho yako, nafsi yako, mambo ambayo Mwenyezi Mungu atayaweka wazi baada ya muda mchache. Alikuwa anaficha nini mtume? Alimficha Zaid, kumwambia kwamba Allah kishanambia kwamba utamwacha, na ukishamwacha kanambia nikaowe mimi. Sawa? Kana ashadda an-nasi hayaan, hakuwa anaficha kwamba hataki Qur'ani isomwe. Ile haya ilikuwa inamzuia, mwanangu nimwambie mke wake baadaye itakwenda kumwoa, lakini Qur'ani imekuja kuvunja ubini huu, imekuja kuvunja kawaida hii. Sasa anamwambia, ulikuwa unamwambia amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi. Sasa Qur'ani hiyo inatoa hukumu, falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا فلما قضى زيد. Hapa ndipo alipotajwa sahaba wa pekee katika Qur'an. Masahaba wote hawakutajwa katika Qur'an, katajwa Zaid ibn Haritha peke yake. Mmeiona ishu ndogo hiyo? Hilo jina hilo ni jina la sahaba ambaye kisa tunakieleza, Zaidu. Falamma qada Zaidun minha watar, yani alipomwingilia mkewe Zainab na akaishi naye muda akamwacha, Allah anasema zawajnakaha. Iliposhuka neno hili tu, zawajnakaha, tumekuozesha wewe Muhammad. Aliozesha hapo ni nani? Mtume akamwambia Zaid, wala una haja ya kwenda kuposa tena. Mtume akaondoka aliko, akaingia moja kwa moja katika nyumba ya Zainab, ameshakuwa mkewe moja kwa moja kwa zawaji iliyofanywa mbinguni. Zawajnaka. Unapoozeshwa, unakumbuka siku alipokuozesha kadhi alikwambia nini? Unakumbuka? Zawajtuka. Hili ndio neno atakwambia kwa Kiarabu, nimekuozesha. Unakumbuka? Amus, unakumbuka? Zawajtuka, nimekuozesha. Ndio neno lile alilolitumia Mwenyezi Mungu, anamwambia mtume zawajnakaha, tumekuozesha Zainab bintu Jahsh. Mtume akaondoka akafunga mlango, Zainab akishakuwa mkewe.
Mgeni wetu wa leo, ndoa yake haikuwa ya kawaida, na alikuwa akisimama mbele ya wake wenza akiwaambia, mimi hamniwezi. Unajua wake wenza, mimi hamniwezi. Kwa nini? Sema kuna mambo makubwa ambayo hakuna hata mmoja wenu aliokuwa nayo. Kwanza, zawaja kunna ahali kunna, nyinyi mliozeshwa na mawali wenu. Huyu aliozeshwa na ami yake, huyu babu yake, huyu babake, huyu kaka yake, huyu ndugu yake. Wazawajani llahu rabbul alamin, mimi aliyeniozesha wali wangu alikuwa Allah. Sasa mtaniweza mimi? Nani atafikia daraja hiyo? Bibi Zainab alikuwa akiwakoga wenzake kwa lugha ya wanawake, na wasikia wanawake nasema alikuwa na ukikaa na wake zaidi ya wawili ndo unajua. Watu kama sisi ambao tumewahi kukaa na wake zaidi ya wawili huwa tunajua namna ya Sasa Bibi Aisha anamsifu sana Bibi Zainab, anasema katika wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Zainab alikuwa mcha Mungu wa hali ya juu, na katika ucha Mungu wake wake wenza huwa wanatiliana sana fitna kwa mume. Mimi nilikwambia, mimi hapa umeenda mchomo kumwoa mwanamke huyu, mke mwenzake huyo. Bibi Aisha aliposingiziwa uzinifu, Mtume SAW alikuwa akiuliza watu wake wa karibu, hebu nipeni rai zenu, nifanyeje? Kuna watu wanasema mke wangu amezini, mke wangu amefumaniwa, mke wangu hivi, kuna habari, mnasemaje? Sasa miongoni mwa watu walikuwa wakiulizwa, Mtume alimuuliza mkewe Zainab. Sasa mke wa Mtume amesingiziwa hili jambo la zina, ambaye kulikuwa kuna competition kali kati ya Aisha na Zainab. Kila mmoja anataka kupata nafasi katika moyo wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kitendo hiki na uvumi huu uliotokea, si ndilikuwa ndo nafasi ya baadhi ya wake zake Mtume kummaliza Bibi Aisha? Ndio ingekuwa na wake zetu wa leo ingekuwaje? Habari wala sio ya kweli, wao wangeshikamata mabango ulimwengu mzima upate ujue. Mtume akamuuliza Zainab, ma ra'yuki fi hadha ya Zainab, niambie, watu wanamsema hivi Aisha, wanamsema, wewe unasemaje Zainab? Zainab akasema, ya Rasulullah, hiya zawjuki, hiya zawjuk, zawjatuk, Aisha ni mke wako, wama alimna alaiha min su, na hakuna hata moja ovu ambalo sisi tumelijua juu ya Aisha. Mwanamke mzuri, mke mwenza huyo ni mke wako, hakuna baya wala ovu lolote ambalo tumelijua kwa Aisha. Bibi Aisha aliposikia habari hili, basi alikuwa akimtaja vizuri sana Bibi Zainab, kwa sababu si kawaida wake wenza kusifiana. Ukimwona mwanamke anamsifu mwanamke mwenzake kwa mumewe waliolewa pamoja, huyo si mwanamke wa kawaida. Material hiyo ni material ya akina Zainab bintu Jahsh ummul mu'minin. Naam, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwoa Bibi Zainab baada ya kuachwa na Zaidu ibn Haritha kwa walaya au kwa wali wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akaoa, akaishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaondoka huko, akawa sasa ni ummul mu'minin. Katika maisha ya ukewenza kiliwahi kutokea kisa maarufu sana, kisa cha asali. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuharamisha asali. Inasemekana riwaya ziko mbili. Moja, Mtume alikuwa akipenda sana kula asali nyumbani kwa Zainab bintu Jahsh. Sasa Aisha na Hafsa walikuwa ni mashoga wakipendana sana.
na wote ni watoto wa mawaziri wawili wa bwana mtume, Umar na Abu Bakr. Sasa kitendo cha mtume kwenda katika nyumba ya Zainab kunywa asali kule kilikuwa kikiwauma kama wake wenza. Wakatafuta mbinu mtume asipende sana kwenda kula kunywa asali. Wakasema leo akija, wewe akiingia kwako funga pua, mwambie kuna harufu ya mti unaitwa maghafir, ya harufu mbaya, na akija kwangu uembe utakuwa huo huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekunywa asali yake, anapumzika kule kwa Zainab radhiyallahu anha, akaenda zake kwa bibi Hafsa. Akienda kule anaambiwa, mbona kuna harufu kutokea umeingia? Harufu gani? Harufu mbaya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikupa mkono hivi, ukiunusa mkono wako unasikia manukato ya miski. Na mara nyingine walikuwa wakimjua mtoto, ukipenda Mtume kama toa vichwa vya watoto, basi yule mtoto wiki nzima bado kuna harufu ya manukato katika kichwa chake kwa mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo eti aingie pahala Mtume sema kuna harufu mbaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliposikia vile akasema, la lakinnani sharibtu asalan inda Zainaba, si harufu mbaya wala sio maghafir, ni harufu ya asali nilikula nilipokuwa nyumbani kwa Zainab. Ana explain Rasulullah. Akatoka akaenda kwa Aisha. Akiingia tu bibi Aisha asema, kuna harufu, kuna nini leo? Mbona harufu mbaya, unatoka wapi kwani? Mtume akasema, la, sasa jambo likishakuwa limekaririka mara mbili, wewe utaonaje? Huyu aliniambia hivi hivi na huyu naye ameniambia hivi hivi. Hivi ni vitimbi vya wanawake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kuanzia leo sitokunywa tena asali kule. Na hicho ndicho nilichokuwa nataka. Wataki tena anywe kule kwa sababu anakaa sana kule, anapiga soga nyingi, anaongea sana kule. Hatutaki. Rasulullah akasema, leo mimi sinywi tena, kuanzia leo asali ni haramu kwangu. Akaharamisha. Ndio ikashuka, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. Katika riwaya nyingine alimharamisha Maria al-Qibtiyya ambaye ilikuwa ni milki yake mkono wa kulia, suria wake. Baada ya kumwona Hafsa amekuja juu kwa kumwona Maria yuko nyumbani kwake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innaha alayya haramu, kutoka leo Maria ni haramu kwangu. Kwa hiyo hivi vitu vilitokea katika uhai wake bibi Zainab kwa kuona wake wenza wanasema hiya kana tusamini. Bibi Aisha anasema competition ilikuwa kubwa sana kati yangu mimi na Zainab bintu Jahsh. Zainab alikuwa mpishi mzuri, Zainab alikuwa mrembo, Zainab alikuwa na tabia njema, Zainab alikuwa na ngamia wengi, alikuwa sawama qawama. Hata niliwapa kisa, Zainab bintu Jahsh alikuwa na ngamia wengi sana, na Mtume alimwambia muazime dadako Safia ngamia mmoja wakati walipokuwa wanakwenda Hijjatul Wada. Ngamia wa Safia akakataa kutembea. Kwa hiyo anasema bibi Aisha, sababu ya mimi kumpenda sana Zainab ni maneno yake na reaction yake wakati wa shida iliyonipata, kusema ukweli na kuchagua maneno ambayo hayakunivunja mimi wala hayakumvunja Mtume, kuona mimi sina maana. Na Qur'ani ikaja ikathibitisha kwamba ule ulikuwa uvumi tu. At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati wal-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati ulaika mubarrauna mimma qalu lahum maghfiratun ila akhir al-aya. Bibi Zainab ndiye wa mwanzo aliyekufa katika wake zake Mtume baada ya kufa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikufa katika mwaka wa 20 baada ya hijra. Akausia akasema, mimi na sanda yangu nimeinunua kabla ya kufa,
Ina maana unaweza ukanunua sanda, lakini ukija ukinunua sanda ifiche. Maana watu wetu wa leo na wake zetu, unaweza ukasababisha watu wengine wakafa kabla ya wewe. Lakini Muislamu anaweza akajiandaa. Bibi Aisha, Bibi Hafsa, Bibi Zainab akanunua sanda yake akaeka, anasema nikifa nikafinie hii. Lakini huenda Umar ibn al-Khattab akaleta sanda nyingine akisikia nimekufa. Sasa akileta sanda moja, basi moja itabidi muitoe sadaka, moja munikafinie mimi. Kisha akahusia watakao mkosha na kumkafini na watakao msalia, watakao mzika, watakaoingia katika kaburi, wote wakawa katika jamaa yake. Watoto wa Abdullah bin Jahsh, watoto wa Abu Ahmad ibn Jahsh, watoto wa Hinna binti Jahsh, wote wale wakawa ni wamoja walioshughulika na mambo ya maziko ya kumzika Bibi Zainab binti Jahsh aliyezikwa Madina katika ukumbi wa Baqi'ul Gharqad. Na vile vile Saidna Umar akamsalia. Mwenyezi Mungu amwendee radhi mama yetu huyu, ambaye kisa chake kimetoa mafunzo makubwa kwa Waislamu, kuondoa matabaka na kuondoa zile rank na vyeo mbalimbali ambavyo Waislamu wanajifakhirisha navyo, ambavyo watu kumbe walitakiwa wajifakhirishe kwa Uislamu wao tu. Mwenyezi Mungu tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa min adhabika nastajir. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'aynin abada برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله.